kwanza mstari wa 4 au tuanze mstari wa 3 hadi 6. Ni kama tumepata, tusome. Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 3 hadi 6. Atukuzwe Mungu wa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, maana katika kuungana na Kristo ametubariki na kutujalia zawadi zote za kiroho mbinguni. Kabla ya kuumbwa ulimwengu, Mungu alituteua tuwe wake katika kuungana na Kristo ili tuwe watakatifu na bila hitilafu mbele yake kwa sababu ya upendo wake. Verse 5 ndio nilikuwa nataka. Mungu alikuwa ameazimia tangu zamani kutuleta kwake kama watoto wake kwa njia yake Kristo. Ndivyo alivyopenda na kunuia. Basi tumsifu Mungu kwa sababu ya neema yake tukufu ambayo ametujalia katika mwanawe mpenzi. Bwana asifiwe. Tunaweza kuketi. Nataka tuwe na somo letu. Somo letu leo asubuhi itakuwa kuhusu kanisa ambayo the perfect church. Tulikuwa tunasema kuhusu ukamilifu katika kuhesabiwa haki, ukamilifu katika kutakaswa, ukamilifu katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, ukamilifu katika mateso. Na sasa tunataka ukamilifu wa kanisa la Yesu Kristo. Kwa sababu kanisa la Yesu ni lazima lifike mahali kiwango cha utakatifu. Hebu tusome mahali pale kwa Kiingereza au Kiswahili kingine kinasema, kwa kuwa, Efeso mlango wa kwanza mstari wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua. Pale mwanzo Mungu alitangulia. Yeye ndiye alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe, to the adoption of sons kwa njia ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake, to the praise kwa Kiingereza, to the good pleasure of his will, kwa uradhi wa mapenzi yake. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tusome hiyo, ndio nataka tufikirie inamaanisha nini. Nataka tuone njia ya kuja kwa kanisa iliyo kamilifu. Tuko wapi? Tumefika wapi? Bwana asifiwe. Nabii nataka tuseme hii maandiko, nabii alisema ya kwamba hii ndio kusudi katika kitabu kile kinaitwa the mystery, Christ is the mystery of God revealed. Alisema hii ndio ilikuwa kusudi ya Yesu Kristo. Nataka tufikirie neno kuteuliwa kimbele. Bwana asifiwe. Alituteua kimbele ili tufananishwe, tuwe wana walio na mamlaka. Bwana asifiwe. Kiingereza kinasema ya kwamba having predestinated us unto the adoption of children. Mungu aliteteua. Hebu tuseme hii neno predestination, wakati mwingi waaminio huitumia vibaya, kusema ya kwamba Mungu aliniona nitakuwa nimeketi hapa. Ni sawa sawa, Mungu anajua mambo yote. Ukiwa mbaya, Mungu alikuona utakuwa hapo. Si kusema hivyo. Kuteuliwa inamaanisha mpango, mafikara ya Mungu aliyokuwa nayo. Ile siri Mungu alikuwa nayo pale mwanzo ni kujidhihirisha kwa neno moja, to manifest
his attributes. Kile kilikuwa ndani yake aonyeshe. Kile alikuwa anataka kuonyesha ni kitu gani? Wokovu. Bwana asifiwe. Uponyaji. Kitu kingine, kuokoa au kuleta karibu na yeye. Awe baba, awe mwana. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa ndani yake. Awe na bibi, awe na watoto walio na mamlaka. Kwa hivyo hapa tumesoma ya kwamba alituteua, having predestinated us to the adoption of children by Christ. Nataka kusema hivi, pale mwanzo kile kilikuwa katika mafikara ya Mungu ni kutengeneza kanisa iliyo na utukufu, inayofanana na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa njia nyingine, hebu nichukue kama picha hii. Kama Yesu alikuwa neno, basi utukufu wa neno utaonekana katika bibi yake, kwa sababu hata yeye atakuwa bibi neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ilikuwa kusudi lake. Alikuwa atengeneze shamba la Edeni ililio na utukufu ambao hatuwezi kufikiria vile ilikuwa, kwa sababu ilikuwa na utukufu tele. Bwana asifiwe. Lakini kukawa na mtu mmoja Hawa akaanguka. Na alipoanguka, Mungu akaweka ni lazima niweke bibi mwingine ambaye hawezi kuanguka. Nasema hivi, kusudi la Mungu, kama vile mtu anajenga nyumba, unajenga jumba, unachola hiyo nyumba, unasema hiyo nyumba itakuwa na rumu 3, itakuwa na rumu 4, unaijenga na unakuwa na picha ya hiyo nyumba. Bwana asifiwe. Yeah. Hiyo ndiyo kusudi la kuteua. Bwana asifiwe. Yeah. Kuwa na kanisa takatifu itakayokuwa neno, itakayokuwa sehemu ya Mungu. Hiyo ndiyo kusudi ya Mungu. Yeah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kusema ya kwamba kutakuwa na watu wabaya siku ya mwisho, hiyo haikuwa kusudi lake, kwa sababu Biblia inasema si mapenzi yake yeyote apotee, bali wapate wokovu. Bwana asifiwe. Alikufa kwa ajili ya mpango wake. Kama unajenga hii nyumba, kunakuwa na vitingi vingine unaweka hapa, vingine unaweka hapa, kuna vingine unaweka pale, lakini mwishowe unaitoa, kwa sababu kusudi lako la nyumba limetimia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kutakuwa na bibi harusi. Na hiyo bibi harusi alikuwa pale katika shamba la Edeni. Nabii anasema hivi, now he chose us for this purpose, having predestinated or foreknown, he understood what would be from the beginning. Alielewa ni kitu gani na akachagua kutoka mwanzo. Bwana asifiwe. Na anasema ya having predestinated us to the adoption of children, akituteua kwa kusudi ya kufanywa wana. Na nabii anasema ya kwamba kusudi la kufanywa wana ilikuwa mpango wa kufanywa wana. Baba anakuwa na watoto, na watoto wale anawatengeneza, anawafundisha, na wakifundishwa, yule ambaye ni mtiifu, anajua kutii, akiwaambia hii anafanya, akiwaambia hii anafanya, anaweza kuachiwa kazi na baba. Huyo anafanywa mwana, unapatiwa sherehe. Ukipatiwa sherehe, unavikwa taji na unawekwa mavazi meupe, kama vile tunaona katika Ufunuo mlango wa 19. Bibi amevikwa mavazi. Bwana asifiwe. Ni kusema amefika kiwango ya kufanywa mwana. Bwana asifiwe. Ako na tabia ya baba, ako na kusudi ya baba, anafanya mapenzi ya baba, anafanya kazi ya baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nabii anasema hivi, anasema katika kitabu kinaitwa
restoration of the bright tree, anasema therefore it was predestinated fruit in the root of this tree. Akisema kuhusu bibi, we can talk of the bride tree. Bride tree. Na hii mtu wa bibi harusi, that is the bride. Sasa katika hii mtu wa bibi harusi anasema, and this tree could not wither, kulingana na Saburi mlango wa kwanza. Imepandwa katika mito ya maji. Huyo ni bibi harusi. Saburi mlango wa kwanza, hiyo ni bibi harusi. Na anasema hivi, it was holding predestinated fruit. Ilikuwa na matunda yalikuwa yameteuliwa. Na kusudi ya kupanda mti ni matunda. Kusudi ya kuwa na kanisa ni na kanisa itakuwa na matunda. Na matunda ni mambo ya haki, mambo mazuri ambayo kanisa itafanya. Predestinated fruit. And that's the tree that John spoke of here. Na Yoeli anaongea kuhusu mti huyo. See, it cannot die. Haiwezi kufa. Na hiyo mti tunaongea kuhusu ni wewe. The what? The worms eat it down. Wadudu wakaikula, but it could not die. Lakini haingeweza kufa. Its roots, it had predestinated truth. Katika mizizi yake ilikuwa na ukweli ulioteuliwa. It had God's word. Ilikuwa na neno la Mungu. This tree did, and this tree is that tree. Na huyu mti ni yule tree, the only way, na njia ya pekee, it was put in the Garden of Eden. Huyu mti ulikuwa pale katika shamba la Eden. This was the tree of life. Tunaelewa? So this tree in the Garden of Eden, the tree of life was Jesus Christ. The tree of life was Jesus Christ. And the tree of life was the word. Bwana asifiwe. Hiyo ndio walikatazwa kula neno la Mungu kwa sababu waliamini lile lingine linaitwa shaka. Unbelief. Doubt. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile mti ulikuwa pale, ulikuwa mti wa uzima, na ni sisi tuko na neno la uzima. Si ndio? We are the church. Funguo ziko na nani? Za uhai ni sisi, bibi harusi. Kwa hivyo, lakini huu mtu hata wakati ulipandwa wakati wa Pentekoste, ukafika mahali ukaanguka. Bwana asifiwe. Ukakulwa na wadudu wanne. Mdudu wa kwanza akakula matunda, the fruits. Wawili akakula the leaves. Yule mwingine akakula the stem. Akakula nini? The bark. Yes. Wanne akakuwa stem. Ikaanguka. Mti huyo wote ukaanguka chini. Lakini Mungu akaahidi, kuna wakati wa mwisho nitaleta kanisa langu takatifu. Amen. Biblia inasema katika Waefeso mlango wa 5 ya kwamba verse 27, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hiyo ndiyo kanisa. Hiyo ndiyo Mungu akakusudia. Akanena kupitia manabii. Akanena kupitia Paulo. Akanena kupitia nabii wa wakati wetu. Kwa hivyo akafunua neno, ili kwa kufunua mihuri 7 sisi tuwe sehemu ya hili neno. Bwana asifiwe. Na sisi tuwe sehemu ya utakatifu wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima, kulingana na mpango wa Mungu, kutakuwa na kanisa takatifu. Bwana asifiwe. Na hatua ya kwanza ya kurudisha huu mti hakuanza kwa matunda. Hii ndio ilikuwa inakufa, the death
of that tree. Kurudisha huu mti itakuwa stem au leaves. Okay? Itaanza na justification. Okay? Itakuja sanctification. Na ubatizo, baptism of the Holy Ghost. Na hatua ya mwisho ni adoption. Bwana asifiwe. Hii ni hatua. Nabii hajaongea mengi sana kuhusu adoption, lakini ameongea kwa mifano mingi. Huu ni wakati wa kufanywa wana. Bwana asifiwe. Si watu wengi watakuweko, kwa sababu katika ile picha ya ile makanisa 7, hii ndio the head. Na head ndio upendo, love. Hii ingine ni hatua 7 ya makanisa hiyo 7. 1 2 3 4 5 6 up to 7. Hii ndio makanisa ile 7. Na hii ndio mwili. This is the body. Na hii mwili ni lazima iunganishwe na kichwa. Bwana asifiwe. Na ikiunganishwa na kichwa, sasa mwili na kichwa itakuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo Mungu anafanya wakati huu. Nabii alihubiri ile inaitwa uniting time and sign. Na ile ishara ya kuunganishwa ni hii nguzo la moto. Bwana asifiwe. Na ile wingu la moto nabii alionyesha pale kwa mlima Sunset. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba kichwa kimekuja chini, na hiyo kichwa ni neno, na hiyo neno ni Roho Mtakatifu wakati wa mwisho. Ni nguvu za ufufuo ili ichukue hili kanisa ifufue. Bwana asifiwe. Hivyo ndio nasema kwa njia mfupi kanisa limepitia kutokana justification wakati wa Luther. Wakati wa Luther. Hiyo ndio ilikuwa na hebu niseme hivi. Kuna kuwa na tatanisho katika mafundisho ya kusema ya kwamba Roho Mtakatifu ni nini. Lakini katika wakati wa Luther, wale walikuweko wakiwa wamehesabiwa haki tu, walikuwa bibi harusi, walikuwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na wale wa Lutherani mahali walipo hata wa leo, kwa sababu wako katika kiwango hiki, wana Roho Mtakatifu kiasi kidogo sana. Lakini ni kama bibi yule mjinga. Bwana asifiwe. Wakati huu kulikuwa na watu wanaenda wakitumia baisikeli, wakitumia farasi. Lakini kutoka pale wakaanza kutumia gari. Kutoka gari wanatumia ndege. Huu ni wakati wa kutumia rocket. Si ndio? Kwa sababu tunaenda mbinguni. Farasi haiwezi kwenda mbinguni. Hata wale walienda na Elijah hawakuwa farasi, walikuwa ndege. Bwana asifiwe. Kwa sababu alipaa mbinguni. Alionekana kama atumia gari la farasi, lakini alikuwa ndege. Halikuwa gari inatembea kwa barabara, hapana. It was a rocket, kwa sababu inaenda mbinguni kwa Mungu. Kwa hivyo wao wakati walikuwa na Roho Mtakatifu. Ndio tukasema hawa they are justified by the blood. Na hata waleo wako katika kizazi cha Luther. Wale walio hapa ambao hawaamini ujumbe na hawajakutana na ujumbe, wanakaa katika kizazi kile. Bwana asifiwe. Tunaelewa? Kama Wayahudi ambao hawajajua Injili na waliuawa kwa sababu ya Injili ile, wanaamini ile ya Agano la Kale, wataokolewa kulingana na muhuri wa 5. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati bibi harusi atanyakuliwa, watajua hakuna kitu kimefanyika. Waulize, sasa Mungu, si utulipishe kizazi vile ndugu zetu waliuawa? Naye atawaambia, hapana, ngojeni kidogo mpaka ndugu wenu wale 144 wauawe kama nyinyi mliouawa.
Tunaelewa? Kwa hivyo hawa walikuwa na Roho Mtakatifu, ni bibi, sehemu ya bibi harusi aliyelala wakati wa kanisa la 5 la Aruna. Wale wako katika hapa. Kwa hivyo kwa njia moja walikuwa na Roho Mtakatifu. Lakini huo Roho Mtakatifu si Roho Mtakatifu wa wakati huu. Bwana asifiwe. Wale waliokuwa katika kutakaswa wakati wa Wesley walijisikia ile roho chafu ilikuwa inawazuia imeondoka, wakajisikia wako huru, wakaanza kunena mambo mengi. Bwana asifiwe. They shouted. Walikuwa katika wakati huu Roho Mtakatifu akawacha hapa, kwa sababu walifika mahali wakakataa neno, akakuja mahali kwa kutakaswa. Wale walikuwa hapa walikuwa na Roho Mtakatifu, na hiyo ni sehemu ya bibi ambaye analala, bibi harusi. Tunaelewa? Kwa hivyo hata wale huwezi kuambia ya kwamba hakuokoka. Ndio walikuwa wanaambia nabii, wakati tulihesabiwa haki tukaamini neno, si wakati ule tulipata roho. Hapana, kuna wakati hiyo ilikuwa inakubalika, lakini wakati huu haiwezi kamwe kukubalika. Bwana asifiwe. Amen. Sorry. Amen. Sasa kukaja ubatizo wa Roho Mtakatifu. This was the Holy Ghost. Huyo alikuwa Roho Mtakatifu wakati ule. Watu wanaongea na lugha. Bwana asifiwe. Lakini walipoongea na lugha walikuwa na roho. Nabii anasema this is the time, katika vita ya kwanza, hiyo ndio wakati alianza kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, likafunuliwa ubatizo katika jina la Yesu Kristo, ufunuo wa Roho Mtakatifu ukaja, wakaanza kuelewa Biblia. Walikuwa na roho. Lakini sasa hiyo haikubaliki kamwe. Tunaelewa? Ni Roho Mtakatifu lakini haikubaliki kamwe. Bwana asifiwe. Sasa kutoka pale tunakuja wakati wa kufanywa wana. Na hao kufanywa wana ndio wakati wa 4 ambao tunaishi, kwa sababu zile gurumo 7 au mihuri 7 imefunuliwa. Na huu wakati ni lazima tuwe na imani ya kunyakuliwa. Bwana asifiwe. Na imani hiyo ya kunyakuliwa, nabii amesema iko katika hizi vitabu, hii ujumbe. Bwana asifiwe. Ni lazima tuwe na neema. We must have grace. We must have faith. Hawezi kuwa na upendo and love. Hizi zinaenda pamoja. Bwana asifiwe. Ukiwa uko na upendo na neema, unakuwa attitude yako au vile unafanya mambo, vile unajibu inajionyesha your character. Bwana asifiwe. Ukiwa mtu ambayo ni wa sheria, we were discussing with na bibi yangu tuka sasa hii mtu anaweza kuwa na neema na tena ni wa sheria. Tukasema hapana, grace is an attitude. Tunaelewa? Neema ni vile unaongea na mtoto wako kwa upendo. Bwana asifiwe. That is grace. And legalism is an attitude. Kuwa mwenye sheria ni vile unafanya mambo. Hata ukiwa nyumbani unaweza chukua mwiko upige mtoto wako kama mbwa. Hiyo ni kumaanisha hufanyi vizuri sana. Bwana asifiwe. Unapaswa kubadilika ili neema yake. Na akiwa hauna imani, hauna upendo, na upendo ndio unatengeneza imani, unaweza kuaje na imani ya kunyakuliwa? Bwana asifiwe. Unapaswa kupitia katika ile kimo cha mtoto mkamilifu. Unaanza na imani. Na imani ni pale mtu anaokoka, anazaliwa mara ya pili. Na unazaliwa mara ya pili katika ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Bwana asifiwe. Ukibatizwa mara ya pili katika Roho Mtakatifu, sasa umekuwa mwana. Unaweza kufundishwa. You can be trained. Bwana asifiwe. Mungu anaweka walimu wa kufundisha. Analeta mama, anaweka mwalimu, lakini wewe unaelewa kwa sababu wewe wa kiroho kama Joseph. Bwana asifiwe. Unaelewa, unafundishwa, unapitia mateso ili utengeneze tabia ya ushindi. Bwana asifiwe. Love is the victory that overcomes the world. Faith is the victory that overcomes the world. Grace is the waters that flow from that heart. Ni maji yanayotiririka, kwa sababu Biblia inasema out of their bellies shall flow rivers of living water. Bwana asifiwe. Kutoka moyoni pao, mioyo yao, patatoka vijito vya maji. Bwana asifiwe. Hiyo ndio Mungu anatengeneza wakati huu. Hawatakuwa wengi, watakuwa wachache sana, lakini wale ndio Mungu anatengeneza kanisa iliyo na utukufu. Hiyo tumesoma. Ajiletee, tumesema hivi kwa Kiingereza, having predestinated us to the adoption of children, akituteua tufanywe wana kupitia Yesu Kristo, according to the good pleasure of his will, kulingana na mapenzi ya upendo wake, to the praise of the glory of his grace. Kwa utukufu wa neema yake, ili awe na kanisa iliyo takatifu, kanisa iliyo na nguvu. Hii ndio ilikuwa kusudi ya Mungu kutoka pale mwanzo. Hebu nisome mahali pengine hapa. Nabii anasema hivi katika kitabu inaitwa Christ is the mystery of God revealed. Na katika hii kitabu kinaitwa Christ is the mystery of God revealed, hiyo ndio kiini cha ujumbe wetu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio inaona kusudi tatu ya Mungu aliyekuwa ndani, ambayo ameficha, ambayo hakufunua. Bwana asifiwe. Na katika ile siri amesema having predestinated to the adoption of children according to the good pleasure of his will, paragraph 184, predestinated, kuteuliwa. There is the mystery. Hiyo ndio siri. He before Christ or anything else was ever on the earth, kabla ya kitu chochote kuwa katika hapa ulimwengu, you see his great mystery, unaona siri yake kuu, that he chose the bride. Akateua bibi harusi, knowing he would fall from disbelieving God's word, akijua ya kwamba Hawa ataanguka kwa kutokuamini neno lake, but he would choose a bride that would not fall. Lakini atachagua kanisa ambaye hataanguka, that would hold to that word regardless of what the rest of the world had to say about it. Atakayeamini neno la Mungu, asikilane na neno, na hata jani kile ulimwengu utasema juu yake, they would hold to that word. Watashikilia lile neno. They are predestinated to start there. Wametauliwa, wamechaguliwa wasimame wakati wa mwisho. The adoption of children by Jesus, kuteuliwa kwa kufanywa wana kupitia Yesu, predestinated the church to that great glorious stand. Amen. Akauteula ili kanisa liwe na utukufu. Hebu niongeze kuhusu huu utukufu. Huu utukufu tunaongea kuhusu glory. Hii ndio utukufu uliokuwa na Yesu. Na ulikuwa na utukufu kwa sababu alikuwa neno. Angechukua mkate anamega, kunakuwa na mkate mwingine. Amegechukua samaki anamega na inakuwa ingine. Bwana asifiwe. Hiyo ilikuwa sehemu ya utukufu wake. Na akasema ya kwamba mambo mimi ninayoyafanya hata nyinyi mtaifanya, kwa sababu ninakuja kuwa ndani yenu mpaka mwisho wa ulimwengu.
Na kwa sababu kanisa hii itaanguka, itakuliwa matunda, itakuliwa ile leaves, itakuliwa ngozi ile, mpaka ile inasimama ikatwe. Ikikatwa itaonekana kama imeangamia. Hii itakuwa kazi ya shetani. Lakini Mungu atainua kanisa lake. Itakuwa na utukufu wakati wa mwisho. Kwa sababu kwa hivyo tukiongea kuhusu utukufu huu wa kanisa, ni utukufu wa neno. Kwa sababu kanisa la saba liko hapa. Lakini kanisa la saba tumepotea. Hii kanisa itaunganishwa na neno. Na litakuwa neno. Na tunatengenezwa tuwe neno. Bwana asifiwe. Hiyo pengine ni ngumu. Lakini kuna watu watakuwa neno. Bwana katika kizazi hiki. Bwana asifiwe. Amen. Na hao ndio nabii anasema watakuwa ushindi wa Yesu Kristo. Nabii anasema hivi. Anasema justified in his sight, ambaye wametakaswa. Why are we justified? Kwa nini tumetakaswa? We are his victory. Amen. Sisi ndio ushindi wake. Watasimama kama vile Elijah alisimama. Alisimama peke yake, akaja kwa Ahabu. Akamwambia, kutoka leo hakutakuwa na mvua wala umande kulingana na neno langu. Amen. Bwana asifiwe. Alikuwa mtu, lakini anasema kwa sababu alikuwa Mungu. Manabii walikuwa miungu. Bwana asifiwe. Walikuwa miungu. Anasema we are his victory. The church is his victory. Kanisa ndio ushindi wake. We come forth in this last day. Tumekuja siku za mwisho with this glorious gospel showing his victory. Tukiwa na injili iliyo na utukufu, tuonyeshe ushindi wake. He died for this purpose. Alikufa kwa kusudi hili, and we are the proof of his victory. Na sisi ndio thibitisho ya ushindi wake. Amen. When we see him coming down and living among the church, that is his victory. Mungu akija na anadumu miongoni mwa kanisa, anafanya miujiza, anajionyesha tena katika kanisa, hiyo ni sehemu ya ushindi wake. Tunaelewa? That is where we are going. Bwana asifiwe. Ikiwa mimi siendi, kuna ndugu Gadhogo ataenda pale. Bwana asifiwe. Kuna dada fulani ataenda pale. Na atafika kiwango, nabii anasema ya kwamba hili kanisa litafika kiwango hata ndio itafufua kanisa ambayo imelala. Hiyo ni sehemu ya kusudi la kanisa, kupatia kanisa Roho wake Mtakatifu. Bwana asifiwe. Nabii anasema hapa we are his victory. Anasema katika hiyo kitabu tu 595. And when the word moves on down into the body from the head, na kama lile neno linatoka kutoka kichwa linaingia mwili, what is it? Hiyo ni nini? This same word. Hii neno linatoka kwa kichwa, na kichwa ni Yesu, kichwa ni upendo, linatoka kwa kichwa, linaungana na mwili. All right. So that the word moves from the head as the day comes close down into the body. Neno linatoka kutoka kwa kichwa, linaingia kwa mwili. Down into the body. Inaingia kwa mwili. Vindicating that they are one. Likithibitisha kwamba mwili na kichwa wameungana. Hiyo ndio unaitwa kuunganishwa kwa bibi na bwana harusi. Na bwana harusi ni neno. Bwana asifiwe. Sisi tumefanyika neno. Neno hili lilifunuliwa ili sisi tufanywe neno. Tuweke mavazi ya neno. Pengine huwezi kuambia vile itafanyika,
na siwezi kuonyesha vizuri, lakini hii ndio inafanyika leo. Ukinena neno, ukiliamini, linaanza kutendeka. Kama vile uliamini, ukasema mimi naamini, ukachukua mkono wako juu, ninaamini, na ukaanza kukili. Wakati unapoanza kukili, lile neno linaanza kutendeka. Kwa nini? Unaamini kitu ambayo hakiko, kinaanza kuweko, kwa sababu wewe sasa umekuwa neno lililonenwa. Kama nabii alifundisha kwamba bile begu la asili ni neno lililonenwa. Lililonenwa na Mungu pale mwanzo. Alikuwa neno, alikuwa theophany. Bwana asifiwe. Alikuwa Yesu katika neno. Lile neno likanenwa, likaumba vitu vyote. Na lilo neno limekuja, na alisema the spoken word is the original seed, ndio mbegu ya asili. Na kama hiyo ndio mbegu ya asili, hiyo mbegu ya asili itarudi tena wakati wa mwisho. Na amethibitisha kupitia nabii wake ya kwamba lile neno limekuja. Akasema sasa sisi we are Christians. Tu are Christian. Na Kristo linamaanisha Masihi, yule amewekwa mafuta, anointed by the Holy Ghost. Na alipowekwa mafuta na Mungu, akawa mfalme. Na sasa sisi tumewa wana wa mfalme, Messiah heads, watoto wa Mesia. Na watoto wa Mesia ni Mungu. Bwana asifiwe. Na pia nasema ya kwamba hii inaonyeshwa katika mfano wa Abrahamu. Abrahamu aliahidiwa mtoto. Na sisi tumeahidiwa mtoto. Alipata Isaka. Na sisi tutapata nani? Yesu. Kuja kwa bili kwa Yesu. Na kabla ya Yesu kuja, kabla hiyo mtoto kuja, ni lazima Sara angebadilishwa mwili. Ni lazima Abrahamu angebadilishwa mwili. Jina lao ni lazima lingebadilishwa. Bwana asifiwe. Nabii alisema ya kwamba bibi harusi, wakati Abrahamu alipokuja, Ibrahimu akapitia kuhesabiwa haki, akaitwa kutoka Kanaani. Mwanzo 15 akatakaswa alipotoa sadaka na kaahidiwa. Mlango wa 17 El Shaddai akaja. Bwana asifiwe. Akamwambia nyonya kutoka kwangu, unyonye nguvu. Bwana asifiwe. Mlango wa 18 Mungu akakuja akampatia sehemu ya jina lake. Bwana asifiwe. Akabadilishwa jina akawa Abrahamu, kwa sababu alipatiwa jina. Mungu ndiye Mungu wa mataifa yote. Sasa Abrahamu akapatiwa sehemu ya Elohim, akapatiwa likawa Abraham. Ni kwa yeye ndiye baba wa mataifa. Ni lazima angebadilishwa. Na sisi ni lazima tubadilishwe kutoka mwili tuwe neno. Ili tuchukue yule mtoto anayekuja. Na yule mtoto anakuja ni neno. Na sisi ni lazima tubadilishwe tuwe neno. Na tunabadilishwa from glory to glory. He is changing me. Anatubadilisha kutoka utukufu hadi utukufu mwingine. Bwana asifiwe. Nikaona hebu nimwambie kile tunaamini, kwa sababu wengi wanahubiri ujumbe, wanasema lakini hawajui ni kitu gani kinafanyika. Na hata kanisa imejaa watu ambao hawaamini. Wamefanya kanisa kama mtindo. Na hawajaokoka. Hata hatua la kwanza kuhesabiwa haki hawajahesabiwa haki. Hata kutakaswa hawajatakaswa. Watu wa dunia ambao wamekuja kwa kanisa wanakaa pale na wanajisikia wako huru. Bwana asifiwe. Hatuwezi kukaa namna hivyo. Tuna jukumu. Bwana asifiwe. Na kusema tunaamini neema, hatuamini kutotii neema. We are not preaching disgrace. Hapana. Neema ni utukufu. Neema
ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayokubadilisha uishi maisha matakatifu. Nje ya hayo si neema. Bwana asifiwe. Maybe let me read one more. So I said, legalism is an attitude. Na unaweza kusikia mtu ambaye ni mwenye sheria na anakasa mambo baya sana ili aonyeshe ya kwamba yeye ako juu sana. Lakini si neema. Lakini wakati kila watahubiri ni kitu kimoja. Mtu wa neema atahubiri neema, atakuwa na upendo. Utaonekana upendo. Mwingine atahubiri akiwa wa sheria, lakini hasira yake itaonekana kwa sababu ndani yake hana upendo. Ndio nikasema ya kwamba neema ni attitude. Bwana asifiwe. Ni upendo. Kitu iliyo ndani yako kinatoka, watu wanasikia, watu wanakiona, wanapata baraka au wanapata laana. Bwana asifiwe. Tunaelewa. Bwana asifiwe. Nabii anasema ya kwamba mahali pengine nisome kabla sijamaliza. Naona nimeenda katika kitabu katika kitabu ya The Spoken Word is the Original Seed. Alisema hivi. Notice what harmony Jesus never did anything until he seen the Father do. Yesu hakufanya chochote isipokuwa kile akiona Baba akifanya. John 5:19. Yohana 5:16. So will the bride. Na hivyo ndivyo bibi harusi atakuwa. Wakiungana na neno. And he shows her his word of life. Na yeye anamuonyesha neno lake la uzima. He shows her and she receives it. Na yeye analipokea lile neno. She never doubts it. Yeye hana tashwishi. Nothing can harm her. Hakuna kitu kinaweza kumdhulumu. Even death, hata kifo. The word is in, here is the secret. Hii ndiyo siri. The word is in the bride. Neno liko ndani ya bibi harusi. We have the word. Not we shall get it. We have it. Amen. We have the Holy Ghost. Bwana asifiwe. Na Holy Ghost ndio neno ambao linadhihirishwa katika nguvu ya ushindi. Bwana asifiwe. Amen. The word is in the bride. Neno liko ndani ya bibi harusi, and the mind of Christ, na nia ya Kristo, to know what he wants done with the word, ili ajue kile Mungu anataka neno lake lifanye. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Naona wakati wangu kama karibu kumalizika. Bwana asifiwe. Amen. Nadhani tunaelewa. Hapa ndipo tunaenda. Watu wanaweza kuhubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu, lakini kama attitude yao ikiwa ni mbaya, hawana upendo. Nabii alisema mahali pengine akasema hivi, brother, it won't matter if you can still have dresses so long. Unaweza kuwa na nguo mrefu. You could still not wear short sleeves shirts. On pengine huwezi kuvaa shati ya mikono mifupi. You men and those things. Na mambo mengine kama hayo. Whatever you want to. Na mambo mengine kama hayo. But if you still got malice, kama ugali uko na chuki, envy and strife, na kupingana na watu, you might have learned dance, spoken tongues. Pengine umesikia mizizimko, kuongea na lugha, ukapasa sauti, preach the gospel, unahubiri ujumbe, or anything. But you are lost until that blood has cleansed you. And divine love of the Lord Jesus in your heart, in your life, speaks of Christ behind you. Amen. Umepotea ikiwa mpaka damu ikusafishe na ikuweke upendo wa Mungu ndani ya roho yako, na Yesu ndiye anaongea kutoka kwako. Ondoa chuki dada. Ondoa chuki ndugu. Hata ikiwa ni wadugu wetu na kila mtu mwingine, wapende.
kwa sababu Mungu ni upendo. Na ni lazima tuanze kuupenda kila mtu, mzuri, mbaya. Lakini tunaweka msimamo wetu, tunaweka hii ndio msimamo wetu, kama vile nabii alimsema, hiyo ni mtoto wangu Billy Paul, lakini akikosea naweka mpaka. Bwana asifiwe. Usishikane na dhambi za watu, lakini wapende. Chukia dhambi, penda watu, naye Mungu akusaidie. Bwana asifiwe. Tunaenda mahali pa juu, na huu ulimwengu utaenda kuwa mbaya zaidi, lakini bibi harusi atasimama katika shamba la Edeni la shetani, na atashinda kwa sababu ametauliwa pale kushinda. Nawe mshindi. Hiyo ndio ujumbe yetu. Hiyo ndio nabii alileta. Hata ikiwa ni ngurumo 7, hiyo ni ngurumo ikiguruma ikiwa ndani ya moyo wako, ikionyesha Kristo akiishi. Bwana asifiwe. Hiyo ndio ujumbe wetu. Na pengine hatujui. Na mtu akihubiri, tunahubiri tutengeneze imani ndani ya watu. Not just knowledge. Kuna wengine wanasema tunaamini ngurumo 7, lakini ukitazama maisha wameshindwa. Nasikia wakati wengi, watoto wengi, youth wengi, pengine 70%, 80% wanaishi katika depression. Bwana asifiwe. Mambo mengi mabaya hapa na pale. Kwa nini? Wameshindwa. Na ukiona watoto, ukiona wake zetu vile wanafanya mambo kanisani, hivyo ndivyo kanisa lako liko. Bwana asifiwe. Ni lazima tuweke utakatifu wa Yesu, neema ya Yesu, upendo wa Yesu kanisani, ili aonekane, na naonekana akiwa ndani yako, ndani yangu, kwa sababu Yesu amekuja ndani ya mwili. Amen. Ni wakati wa kuunganisha kichwa na mwili. Kichwa kimeshuka. Ishara zote zimejionyesha. Tuko wakati wa mwisho. Tunangojea kunyakuliwa. Lakini kabla ya kunyakuliwa, ni lazima wewe uwe neno, kwa sababu ni neno, na neno litaungana. Na limeanza kuungana katika wakati huu. Bwana ambariki. Na tuombe. Baba uliye mbinguni, tuna shukrani tele kwa kutujulisha neno lako. Neno lako ni uhai. Neno lako ni nguvu. Na nguvu ya Mungu imeshuka kuja kutengeneza kanisa takatifu. Kama vile ulivyokusudia, ulinena, na lile ulinena lilifanyika, na hata wakati huu litafanyika. Kutakuwa na kanisa takatifu lililo na nguvu, lililo na uweza wako. Tunasema asante. Tusaidie hata tukisoma katika Biblia, tukisoma ujumbe, tuone siri ambayo unatufunulia, ili katika mambo ile tukuone ukinena nasi. Nena nasi Bwana. Tunataka kusikia neno lako. Kama vile nabii alihubiri ya kwamba wakati wa mwisho neno litakuwa haba, halipatikani, litakuwa chache, kutakuwa na giza, bali imetuahidi ya kwamba kutakuwa na nuru wakati wa mwisho. Asante sana Baba wetu kwa sababu ya nuru. Tubariki, tuongoze, twajikabidhi mikononi yako. Bariki watoto wetu, wana youth wetu, familia zetu, wadugu wa dada. Baba, tufungue macho tuone. Kama vile ulifungua wale walikuwa kienda Emau, tufungue macho yetu. Tunataka kushiriki na wewe. Tunataka kukuona ukinena na ukifanya kazi miongoni mwetu. Asante Baba wetu. Sifa na utukufu kwa jina lako takatifu. Kwa tumeomba tukiamini katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.